Karibu sana katika sehemu yetu ya pili, vita vya mimba au vita vya mtoto akiwa tumboni. Vita vya mimba au vita vya mtoto akiwa tumboni, sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza nimefundisha mtoto anapokuwa tumboni, zile roho za miungu, roho za ukoo zinafuatilia. Sehemu ya pili leo nafundisha katika ulimwengu wa roho, mtoto anapobeba mimba, mama anapobeba mimba ya mtoto, nini cha kufanya kumwokoa mtoto na vita vya ukoo, vya mababu, vya mabibi katika ulimwengu wa kiroho. Tutaanza kujifunza kama ifuatavyo. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli ya Apostle Katambi, chukua nafasi ya muda huu kusubscribe chaneli hii, like, weka comment yako hapo chini kistaarabu. Mungu akubariki sana. Mtoto anaanza maisha akiwa tumboni mwa mama yake. Tambua hilo. Mtoto anaanza maisha akiwa tumboni mwa mama yake. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 10. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 10. Lakini tukianza mstari wa 4, wa 10 huko Mungu anamwambia nimekuweka juu ya mataifa, juu ya falme. Lakini ukisoma mstari wa Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5, anasema kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua. Kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua. Kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Mtoto anaanza kuumbwa tumboni. Hatima ya mtoto wako inaanza tumboni. Mama mjamzito, hatima ya hicho kiumbe ulicho nacho, kwamba aje kuwa nani, aje kuwa na maisha namna gani, aje kuwa injinia, wewe unasubiria mpaka akue. Hatima yake inaanza tumboni mwako mama. Nasema mtumishi, unaongea nini? Ndio maana nafundisha masomo haya. Unaposikia tu na ujauzito, ukahisi tu una ujauzito kwenye maisha yako, kuna vitu vya kufanya kulinda mtoto aliye tumboni mwako. Kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia mtoto wako aliye tumboni asiharibiwe na wachawi, mtoto wako aliye tumboni asiharibiwe na waganga wa kienyeji, ni kumfunika ulimwengu wa roho. Kama unavyoona shuka inafunika godoro ulioni, kama unavyoona sufuria linafunika kitu fulani, au nguo inafunika mwili, ndivyo katika ulimwengu wa roho. Hatua yako ya kwanza, mama mjamzito, unapopata mimba, ni kumfunika mtoto wako katika ulimwengu wa roho. Sio kwa uganga, sio kwa uchawi, bali unamfunika kwenye tumbo lako kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mathayo sura ya kwanza, tuanze tu Luka sura ya kwanza
mstari ule wa 36 na kuendelea, maandiko yanasema bikira atachukua mimba, atamzaa mwana mwanamume, jina lake ataitwa Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Na Mariamu akamuuliza malaika, itakuwaje? Akasema, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na nitamfunika mtoto huyo tangu yuko tumboni, anafunikwa na Roho Mtakatifu. Maana yake Roho wa Mungu anajua vita vya huyo mtoto wako uliyembeba mimba vinaanza tumboni. Vita vya huyo mtoto vya hatima yake inaanza tumboni. Anasema nitamfunika mtoto huyo tangu yuko tumboni mwa mama yake. Mama, unapobeba mimba, iwe ni ya kwanza, ni ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na kuendelea, ishu ya kwanza ni kumwomba Roho Mtakatifu amfunike huyo mtoto, zile rada za wachawi, zile rada za kuzimu, roho za ukoo, roho za mababu, roho za mabibi, maneno mabaya yasimpate mtoto huyo akiwa tumboni. Atakiwa afunikwe. Sehemu ya kwanza ya kumsaidia mtoto wako akiwa tumboni, lazima afunikwe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sizungumzi kwa kumfunika kwa mashuka, sizungumzi kwa kumfunika kwa pazia, maana tumbo limemfunika. Nazungumza kwa kumfunika kwa nguvu za kiroho akiwa tumboni mwa mama. Unaomba ulinzi maalum. Mama unaonisikiliza, mwisho wa masomo haya nitakuwa na maombi maalum ya kufunika mtoto wako tumboni mwako, ili kila mabaya yaliyopangwa juu ya mtoto wako yasitimie. Kila vita iliyosimamishwa juu ya uzao wako usitimie. Kila vita iliyosimamishwa juu ya kizazi chako isitimie. Maombi ya kufunika mtoto aliye tumboni mwako. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kumlinda mtoto aliye tumboni. Itafundisha sehemu ya pili. Nifuatilie katika somo letu lijalo, sehemu ya pili, ya tatu ya kumlinda mtoto aliye tumboni. Ili uwe kwanza kupata somo hilo, naomba usubscribe channel hii, ili napotuma ujumbe wetu kwa wakati ukufikie. Mungu akubariki. Na unaweza kuchukua namba ya simu kanipigia, tukaongea pamoja. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu hai. Amen.